barakoa inatusaidia nini? Ni pale kwamba wewe unapopiga chafya, unaona, so vile vidudu vinaruka visiwarukie wengine. Sawa, au wanapopiga chafya wasikurushie wewe chafya zao. Ni ya msingi sana 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 kuliko, ila ukiwa peke yako kama uko barabarani, sawa, unaweza kutembea bila barakoa, lakini yani barakoa ni kwa ajili ya msongamano wa watu. Sawa wapendwa? Kwa hiyo tusiache kabisa, tusipuze. Watu wanakufa, ni hatari. Yaani ni watu wanakufa hapa, nasikia watu wanakufa wengi sana. Tusikubali kufa. Sawa Yaani hakikisha kwamba mwenzako ukimshika mkono, hakikisha unanawa mikono. Hakikisha kabisa. Yaani tunaweza tukachukulia tu kama kawaida, ni si kawaida wapendwa. Lakini kupitia hiyo corona, watu wengi wamepata kisingizio cha kutokuja kwenye ibada. Ni kosa. Watu sasa hivi wanaabudu corona badala ya kumwabudu nani? Mungu. Wanaiona kuna, kama mtu mmoja ameniambia, baba sasa si kuna corona itakuwaje? Nikamwambia njoo kanisani. Kukaa nyumbani ya kukusaidii kwamba corona sikupate, njoo. Mwite Mungu. Tuje kanisani. Watu wengi hawaji kanisani, hawajaje kanisani kwa sababu eti wanaogopa nini? Corona. Muogope Mungu, usiogope corona. Sawa Corona ni iko chini ya miguu yako. Corona tunaimiliki, tunaweza kuiambia ondoka na ikaondoka. Lakini sio Mungu. Lazima Mungu anahitaji hapo kwenye corona. Mungu anataka aone, je, watu wananiabudu? Tumisha Mungu asubuhi amehubiri kwamba inawezekana ni kwa sababu ya maasi. Ndio maana corona imekuja. Inawezekana. Watu wamemwacha Mungu, watu wamemwasi Mungu. Watu wanaabudu corona sasa. Corona ndio dili. Kija kwa mafundi mjini, corona imekuwa dili ya mafundi. Wanashona yani haya zimetoka mpaka za kijeshi sasa hivi. Yaani vitambaa vya kijeshi 2002 kitambaa kimoja. Ndio moja nazo shilingi 12,000. Lakini watu wananunua tu. Yaani watu wanavaa sasa ile kama fashion. Unajua kile kitambaa cha kijeshi kimebana sana. Yaani ukikivaa ni kama kinakuumiza. Kimebana, alafu vinapenda huko vitambaa viwili. Cotton na ile kitambaa ni gumu nilizo. Hizo yani ukipumua shida. Ni shida. Yaani watu sasa wameona fashion, wanavaa vile vitambaa vya kijeshi vimetoka wameifanya ndio fashion sasa. Mtu akitoka na wale anateseka ile mbaya. Anateseka. Vaa cotton yako. Naona mimi na cotton yangu hapa. Dabu vitambaa. Ni usivaa kitambaa kimoja, vaa viwili ambavyo ni cotton ina vitambaa viwili. Sawa wapendwa? Tusiache wapendwa. Yaani tusiache kabisa wapendwa. Yaani nawapenda mno. Sitaki nisikie eti mtu wangu ndani ya kanisa eti hapana. Hapana. Yapo wengi wameogopa, watu wanashindwa kuja kanisani kwa sababu ya corona. Hapana. Tuwe waangalifu sana mbele za Mungu. Mungu asifiwe sana. Unajua wana wa Israeli walipokuwa pale Misri, walikuwa wanajuta, tutaondoka lini hapa Misri? Walijuta sana. Wakafikiri sana, lini watakuwa pale, wataondoka pale Misri. Siku walipoondoka walikuwa na shangwe kubwa, wakafurahi mno. Kwa sababu gani? Mungu amewapa neema, wameondoka Misri, wanaenda kwao katika nchi ya Kanaani. Lakini walipofika njiani, yaani waliondoka pale kwa furaha kumwabudu Mungu, kwa furaha kulitia jina la Bwana, na wakamshangilia Mungu kwa nguvu sana. Lakini walipofika njiani wakakutana na vikwazo, mpaka wakamlaumu tena Musa, wakamwambia, kwa nini? Imekueje? Ungejua ungetuacha kule kule. Wamesahau kwamba Mungu huyo aliyewatoa Misri, huyo yuko pamoja nao. Wamesahau. Wakafika mahali chakula kikawa shida, wakaletewa chakula wakala, hicho wakasahau. Musa watu walipokwenda kumuita Mungu, kuonana na Mungu, wakamgeuka Mungu, wakaanza kuabudu sanamu. Unajua nini?
Yaani watu wengine Musa alipoenda wakaona Musa hayupo na Mungu hayupo. Wengine wakaamua tu kubaki kama walivyo. Mimi Musa hayuko, sitaenda tena kanisani. Kwa sababu ya jambo fulani sitaenda kwenye ibada. Ni hii. Kwa sababu ya korona sitaenda kwenye ibada. Lakini hapo hapo pale waliposahau, wakasema tutaenda kwenye ibada, Musa alikuja kwa ukali kupitia Musa, akawateketeza, akasema walio wa upande wa Mungu wakae huku na walio wa upande wa adui wakae huku. Wengi wakateketezwa wote. Kwa hiyo inawezekana Mungu amejitwalia watu, lakini hapo hapo watu wakaangamia. Hao ambao Mungu amewachagua, sisi ambao Mungu ametuchagua, hapo hapo kupitia sisi Mungu akatuangamiza. Isiwe kwetu kabisa. Walioangamizwa ni wana wa Israeli waliokuwa na safari ya kwenda Kanaani. Tukimsahau Mungu atatuangamiza kuliko wapagani. Yaani Mungu atatuangamiza kuliko wapagani. Kwa hiyo ni muhimu na ni vizuri sana tujali ibada, wapendwa. Ibada ni ya msingi na ibada ni ya muhimu mno kuliko kitu chochote. Hivyo naamini kabisa kwamba tutafanya Kwa hiyo namwamini Mungu kabisa kwamba mchana wa leo Mungu atasema tumemsifu Mungu asubuhi ya leo, tumemwabudu Mungu, tumeliinua jina la Bwana. Sasa ni wakati mwingine wa kufanyaje? Wa kusikia neno la Mungu. Tundaa moyo wako. Tunaye mtumishi wa Mungu Mchungaji Mnuo yuko hapa, anatufundisha mchana wa leo. Inasemaje hiyo neno? Wewe naomba na shida gani? Na tuvurugia. Mungu asifiwe sana. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu. Mungu akubariki wewe ambaye umekuja kwenye ibada. Mungu hatakuacha. Mungu hatakupungukia. Mungu ataona pale unakopitia. Mungu atafanya mambo makubwa zaidi kuliko unavyofikiri. Kwa hiyo kwa kumheshimu Mungu, tusimame wote. Tusimame. Usijali, tutatoka mapema sana. Tutakutoka mapema sana. Serikali pia imesema tutoke haraka. Sijui tukikaa sana tutapata virusi au wanamaanisha nini? Tutoke haraka. Sio wanamaanisha ni kutoka haraka, lakini wanajua. Basi funika macho yako, alafu nimwite Mungu kwa ajili ya neno la Bwana. Baba, katika nguvu ya jina lako Yesu Kristo, tuko mbele zako mchana wa leo. Tangu asubuhi Baba, tumeuona mkono wako, tumeuona uwezo wako, tumeona nguvu yako, tumelisikia neno lako asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa neno lako la ajabu ambalo limekuwa katikati yetu. Asante Baba kwa kuwa Baba, kupitia neno lako umetufungua na umetuponya asubuhi ya leo. Na sasa Baba, tukakusifu na kukuabudu katika ibada hii kuu. Watoto wako tumekushangilia, tumeliinua jina lako, tumekutukuza Baba. Sasa ni wakati mwingine Baba, tunapokwenda kula na kunywa mezani pako. Baba, sasa ni wakati wako wa operation kupitia neno lako. Ulikuwa wakati wa operation Baba, wakati wa kusifu na kukuabudu. Lakini sasa ni operation nyingine Baba ya neno lako. Neno lako likatufungue. Neno lako likatuinue. Neno lako likatuwezeshe kutembea katika mpango wako. Mungu wa mbinguni, kama ni kukemea ukatukemee, kama ni kutufariji ukatufariji, kama ni kutuinua kupitia neno lako ukatuinue. Neno lako likatuinue, neno lako likatusaidie. Mmoja mmoja namleta madhabahuni pako Bwana. Baba, ukamuinue kila mmoja, ukampe neema kila mmoja.
Roho Mtakatifu Bwana akahudumu ndani ya kila mmoja Bwana. Baba, kupitia neno lako, kama kuna mdhaifu akapone, kama kuna mgonjwa akapone, kwa jina lako Yesu Kristo. Ukafungue fahamu zetu, ukafungue mioyo yetu, ukafungue pale Baba ambapo hatujui, tukakujue Bwana. Neno lako likawe kwa wingi ndani yetu. Katupe neema ya kupambanua neno lako. Baba, mtumwa wako naomba ukampe neema, ukampe uwezo, nguvu yako Bwana. Roho Mtakatifu Bwana kawe juu ya mtumishi wako Bwana. Baba, ukamtumie kama upendavyo. Mpe neema, mpe kibali Bwana juu ya madhabahu yako hii Bwana. Mpe neema Bwana juu ya madhabahu hii Bwana. Mpe uweza, nguvu na ufunuo mkubwa juu ya neno lako kwa ajili ya kanisa lako. Asante Baba, tukikabidhi mikononi mwako mchana wa leo Baba, na mtumwa wako nikimleta katika madhabahu yako, ni katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amina. Amen. Makofi wakati mtumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ni siku njema, siku ya Bwana. Wakati dunia inatafakari, dunia inalia pamoja na kanisa. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru sana kwanza rais wetu John Pombe Magufuli. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa kuachia watu waendelee kusaka dawa ama tiba ama kuondosha huo ugonjwa kupitia Mungu. Sema amen. Amen. Unajua karibu dunia nzima sehemu inafanyika ibada ni Tanzania na Sweden. Kwingine kote ibada zimefungwa. Hakuna dini inayoabudu, hata Kenya jirani zetu hawa. Hakuna kuabudu. Kuna mmoja amenitumia message nikiwa hapa tu, mchungaji mmoja wa Machakos, rafiki yangu anaitwa Ernest. Ananiambia, vipi ndio unaenda kanisani? Nikamwambia mimi nimeshafika kanisani. Akaniambia na mimi ndo nakwenda kulala madhabahuni. Kwa hiyo nakwenda kukaa pale madhabahuni peke yake, maana itakiwi mtu hata mmoja. Sasa hili tunaweza kuona suluhisho kwamba Mungu ataliponya taifa tutakapokuwa tunaomba kwa kumaanisha. Maana hata kanisa limetikiswa. Kwenye Ufunuo kuna andiko linasema hivi, Mungu anasema Antikristo akafanya vita na watakatifu akawashinda. Bwana sana. Akawashinda watakatifu tena. Nilikuwa nachunguza hilo neno juzi nikasema hii inaweza, hakuna jambo limeshawahi kutokea. Gonjwa limeshawahi kutokea likasimamishwa ibada zote. Hakuna kufanyika ibada, haijawahi kutokea. Ni huyu corona. Bwana sana. Amen. Ambapo manabii waliojiita manabii nao wameangukia pua wote. Hakuna, wametoa mambo ya ujinga nayo yamefeli. Kwa hiyo tukagundua ile neno nalowaambiaga kila wakati hapa kwamba hapo zamani Mungu alisema na baba zetu kwa kupitia manabii. Leo anasema nasi kupitia nani? Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Sasa wengi wameanguka, lakini hii inatuashiria nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mikono yako leo ni adui yako. Unatembea na adui yako ambaye ni mikono yako. Bwana asifiwe. Alafu hiyo mikono haitakiwi iguse usoni kwako. Si ndivyo inavyosemekana? Unaingia mjini Arusha mpaka unatoka mjini nimenawa mikono mara 200. Mpaka mikono imekuwa nyembamba. Bwana sio sana. Unawa unajipaka sanitizer, unapuka nawa unafika unasikia vidole huku. Sasa hizi sanitizer zinaumiza huku vidole. Bwana sio sana. Lakini ni lazima tufanye. Hilo ni agizo la serikali na ni agizo la kimungu. Bwana sio sana. Kwa hiyo tunapofanya haya mambo, kwa nini? Nitakwambia kwa nini ni mikono na kwa nini ni usoni. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini ni mikono na kwa nini ni uso?
Lakini hata kama hujanawa mikono, ukikamata miguu haina shida. Lakini unaambiwa mikono isije wapi? Kabla hujanawa nini? Bwana asifiwe. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 16 na 18. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Hebu tusomee. Neno la Kristo linasema, naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hakuna kuuza wala hakuna kununua isipokuwa unayochapa. Sasa kwenye mkono au kwenye paji la nini? Kwenye mkono au kwenye paji la nini? La uso. Leo huwezi ingia benki, huwezi ingia ofisi yoyote bila kuwa na, inaitwa nini mchungaji alikuwa anazungumza hapa? Barakoa. Lazima uwe umevaa nini? Barakoa. Nenda kaingie bila barakoa uone. Sasa ni inatumanishia nini? Inafundisha nini hapa? Maana yake ni shadow, kivuli cha yale yanayekuja. Na hii ndio sauti ya mwisho ya Mungu dhidi ya dunia. Sio ya kanisa, dunia. Bwana sio sana. Mungu anazungumza kwa njia nyingi wapendwa. Corona imeshakuwa ni matatizo. Corona nimeangalia nchi moja, watu 700 na wamekufa mpaka mabarabarani, watu wamelala. Wanakwenda wanaokotwa, wanafungwa ndani ya makaratasi fulani ya nylon, wanaingizwa wote kwenye mashine, wanasagwa. Inatokea kule, hamna kitu imetokea tena kule, wanasagwa. Ni binadamu hao. Dunia imeisha. Starehe za dunia hakuna tena wapendwa. Ile mambo ya muziki, mandombolo sio, ni hakuna tena. Mambo sijui ya starehe, ya pombe, mambo sio ya nini, hakuna tena. Amen. Amen. Na ndio sababu hichi alichokuwa anaongea mchungaji ni vema kuwa na barakoa. Hata mimi nataka bwana. Kwanza kwenye magari haya sisi tunayoyapanda, hizi ice, huko ndio tunaenda kuchuma mabaya. Lazima uwe na barakoa yako mle. Bwana sio sana. Amen. Hallelujah. Inaashiria nini? Inaashiria nini? Timotheo wa pili 3:1. Tasoma katika jina la Yesu. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1. Neno la Kristo linasema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Amina. Hapo tu. Lakini ufahamu neno hili, maana neno fahamu, akili. Pale tumesoma anasema yeye aliye na hekima, yeye aliye na akili, na aipige hesabu hii ya huyo mnyama. Bwana sasa tunasema sasa kwa Ufunuo kwamba aipige akili. Sasa ni akili zipi za kuwa na kuwa na diploma, kuwa na degree, kuwa na nini? Ni akili ipi hii inayotakikana tuweze kutambua sasa nyakati na majira tunayotembea? Maana amesema nyakati za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Bwana sifiwe sana. Amen. Juzi nimekaa kwenye gari moja, jamaa mmoja sema, jamani samahani, wewe nipige chafya.
Si mama mmoja aliumia sana miguu. Watu dereva wamepaki ile ice kutoka kwa Morombo, watu wanakimbia, mama mmoja akakatwa na mabaki haya magari yaliyochoka. Kisa ni chafya. Msambaa anasema nataka nipige chafya. Jamani, samanini. Na akaumiza mama wa watu pale pale. Watu kakanyagana, tunakimbia. Kisa chafya inaogopewa. Sasa ni nyakati za hatari. Mauti inaogopewa. Mauti inaogopewa kweli. Wewe ndio kaingine na Aisha pale. Na kwa chako cha kawaida hivyo. Tuna kama ni hawana barakoa, mtu anavuta hii mtandio wake. Wanamena anakunja shati yake. Kwa anaweka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Nyakati za mwisho zitakuwako nyakati za hatari. Yale mafundisho ya ujanja wa kinabii waliokuwa wanayafanya leo hayatakiwi tena. Watu wote tumejikita kwenye lile tuliloagizwa na Mungu, ya kwamba ni ile kitabu cha Mathayo sura 24. Utakwenda kusoma nyumbani kwako. Bwana sasa, ya kwamba anasema ni nyakati za hatari, ni nyakati za mwisho. Sasa ndio hizo anasema, na injili itahubiriwa kwa mataifa yote. Nimeangalia China, nchi iliyokuwa inaabudu ng'ombe, wanatengeneza vitu vya dhahabu, vinaabudiwa kuliko tunavyomwabudu Mungu hapa. Watu wanavitii, wanavipenda. Wanaangalia sijui jana, miungu yao imeshindwa, ng'ombe wao wameshindwa dhahabu. Wamechukua lori limejaa masanamu yale yote, wameng'oa kwamba yameshindwa kuleta jibu. Watu wanakufa paka mitaani na ukotwa maiti zimetapakaa kila. Wakachukua wakabeba, na mapolisi wapo, wakaenda ile lori ikasimama, kama kuna mtu aliyoona sijui, wanachukua ile masanamu, na ni ya dhahabu, ni ya fedha, ni ya nini, ni makubwa, wanayarusha kwenye bahari ya Hindi. Tupa kabisa huko, wakiatukana vibaya kwamba yameshindwa na kwamba hayana suluhisho. Aliye na suluhisho ni Mungu mkuu, Falme wa falme, Bwana wa majeshi yake. Bwana sifiwe sana. Nikaangalia wakati waliokuwa matajiri wakubwa katika nchi ya Italy wamechukua fedha zao zote, wakazitupa, wakaziflash. Kama uliona hiyo sijui, tupa mapesa. Sasa tulitegemea pesa zitatusaidia, tutakufa. Mzee mmoja multi-billionaire, familia yake yote imekufa, mbaki mwenyewe. Akapanda juu ya gorofa lake refu kuliko gorofa lote lilikuwa hapa Arusha, akajiachia kutoka kule juu na yeye ajafe. Unaona? Nyakati za hatari. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ukitaka kujua nyakati za hatari, unakuta babu mwenye miaka 93, 96, na amevaa nini? Amevaa barakoa. Yuko hivi. Na bibi wanaenda, lakini wamevaa barakoa na wao. Ingawa vile mjini jinsi wanapita bibi, mama na babu wako na mafimbo. Wasafi kweli. Nafikiri kwa wasomi sana za mazao. Wamevaa barakoa yao. Sasa watu wanasema, na hawa bado wanaogopa na wakufa. Nikaambia nyamazeni, sio wanaogopa kufa. Hata sasa hivi watapiga magoti, wanaomba bado wapewe pesa na Mungu. Wanataka bado pesa, bado wanahitaji kumwomba Mungu. Amen. Sikiliza wapendwa, nyakati za hatari ndio hizi. Hapa ndio pale muhuri wa 4. Twende na kitabu cha Ufunuo wa Yohana, nikugusie haya madondoo. Ufunuo wa Yohana sura ya 6 mstari wa 7. Sikiliza maneno na 8. Tasoma katika jina la Yesu. Ufunuo wa Yohana mstari wa 6, 7. Neno la Kristo linasema, nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 ikisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia. Ujaruka? Ufunuo 6:7 na 8. Unasoma kapi? Ufunuo 6 7-8. mstari wa 7. Sawa. Na alipoifungua muhuri ya 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai
4 akisema, njoo. Nikaona natazama farasi wa kijivu, farasi wa rangi ya kijivu kijivu. Shika hiyo kijivu kijivu. Na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti. Shika na huyo aliyompanda huyo farasi ambaye jina lake ni Kifo Na Kuzimu. na Kuzimu. Akafuatana naye. Wakafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, wauwe kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa shika na hiyo, na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Na kwa hayawani wa nchi. Hayawani ni kitu gani? Tufundishane tu leo. Hayawani ni nini? Anajua ni nani peke yake? Na binti tunamuita binti dadangu hapo. Ndege kama wale nzige wanatokea. Anasema ni nzige. Nafikiri hapana. Hayawani wa nchi. Kuna mtu anaongea lakini hana imani. Imani nini? Anaongea kwa sauti ya chini sana, isiyo na confidence, na ujasiri. Nitajaribu. Ni kama wadudu wanaoila. Hapana. Hayawani ni wanyama. Sawa Wanyama. Maana neno hayawani maana yake wasio na akili. Tofauti ndio hiyo kati ya hayawani na binadamu. Binadamu ana akili. Mnyama ni hayawani, hana akili. Kwa hiyo inaitwa hayawani wa nchi. Ukiangalia wanavyosema ugonjwa ulivyotokea kama China, Wuhan, wanasema walikula nini? Walikula popo na kaka kuona. Wanapenda kaka kuona. Sasa ule mdudu akatoka kwenye popo akarukia kwenye kaka kuona. Ndio walipokula ndio ugonjwa kaanza kazi kutoka katika hayawani. Ndio hiyo sana tuambia hiyo. Hapo ndio linasimamia. Kwa hiyo anapozungumza hapo anasema hivi, akaita njoo. Akaona farasi wa kijivujivu. Maana ya rangi, kuna hizo rangi za farasi wote hapo zina maana yake. Yuko farasi mweusi, yuko farasi wa kijivujivu. Huyu farasi kijivujivu maana yake ni njaa kali, vifo vingi. Anasema kaua robo ya nchi, na yeye aliyomkwea anaitwa Mauti, Corona. Bwana sio sana. Tunahitaji tumwambie Mungu leo, ewa ya Tanzania, kama senene wale nzige walikula Somalia wakaimaliza yote, wakateremka kaingia Kenya wakamaliza yote, wakawa wamekuja kama Tanzania, wakakuta Tanzania kuna neema fulani za kimungu tulikuwa tumefanya. Upepo ukaja wa kisulisuli ukawazuia, ukawarejesha moja kwa moja, ukawarudisha wapi? Ukawapeleka Uganda. Wakashambulia Uganda nchi yote. Mgomba unaliwa kwa sekunde, unashangaa paka kwenye shina, kwenye mizizi wanakula. Mji unabakia mkavu. Njaa tayari. Bwana sio sana. Maana kila green wanakila. Bwana sio sana. Amen. Sasa nachotaka kusema nini? Ni nyakati ambazo sasa za kuingia kwa Mungu kwa miguu miwili na kuidai akili ya Mungu. Akili ya dunia haitaweza. Twende kitabu cha nani tuangalie. Hii akili ndio maana nataka nizungumzie akili zaidi. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 28. Sikiliza hii akili ya dunia. Na hii ndio iliyotuzalishia haya mateso. Haya tunayopitia leo, maradhi, mauti tupu imetapakaa dunia nzima. Warumi sura ya 1 mstari wa 28. Nitasoma katika jina la Yesu. Warumi sura ya 1 mstari wa 28, Biblia inasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na usuda na uuaji na fitina na hadaa.
watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya Mungu, ya kwamba wayatendao haya wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Amen. Bwana sio sana. Amen. Hebu sikiza. Akili zao zisizofaa. Kama ilifikia mahali chukizo la uharibifu limesimama mahali patakatifu, tukaona ndoa inafungwa ya kwanza ya mwanamume na mwanamume, na watu wanapiga vigelegele Italia, madhabahuni, sema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwanamume anaoa mwanamume mwenzake. Akili zao zisizofaa. Hizi akili zisizofaa hizi ndio zimetuletea madhara haya. Tena nasema wakakubaliana na hao wayatendayo hayo. Mimi nadhani taifa, dunia lazima imrudie Mungu kwa toba. Dunia nzima ifikie sasa wakati wa kurudi, maana sanamu zimeshindwa, miungu imeshindwa, walioabudu ng'ombe zimeshindwa, walioabudu fedha zimeshindwa, walioabudu kila kitu imeshindikana. Sasa ni lazima turudi, tuanze kumwangalia upya na kuanza kulia na toba na kunyenyekea. Mungu abadilishe weather. Kama alitengeneza oxygen ndio tunaitumia kuvuta. Leo watu wanaogopa kuvuta hiyo, unaweka na barakoa kwa sababu utapata magonjwa. Bwana sio sana. Sasa kama alitengeneza, basi itakase. Hiyo itakaswa tena ilete uzima. Lakini nimenishtua sana. Nilikuwa rafiki yangu mmoja tu Agustino, amejaza mishini nafikia kwa nyenyoga chuma. Hajawa na kitabu akauta hii kifua ikawa hivi kama simba. Juzi nakwenda kumsalimia rafiki yangu, napita pale anapokuwa. Nikafika pale jana juzi. Nikafika pale. Nauliza ese, vipi jamaa wangu hapa? Wananiambia alianguka hapa leo. Kwake hapa ananiambia ndio. Ameanguka hapa, akazimika. Amekufa. Wakaja wale watu na manguo yao wamembeba Njiro. Mkaka ndo tumepigia simu, mume wako ameshakufa na ameshaenda kuzikwa. Hakuna cha kutoa taarifa. Kwa hiyo dunia imekuwa haina ladha. Ladha kamili imebakia kwa Yesu Kristo mwenyewe. Amina. Hakuna kwingine. Kristo Yesu peke yake ndiyo ladha. Ndiyo tunasikia utamu wake. Amen. Mungu ambariki Rais wetu Magufuli kwa kuachia watu wamtafute Mungu kwa ajili ya huu ugonjwa. Mungu awashulike. Maana akili za dunia zimekoma. Tunakwenda kwenye akili za huyu Mungu. Zaburi 147 mstari wa 5. Akili zake hazina mipaka. Akili za Mungu hazina mipaka. Dunia akili zina mipaka. Hata kwenye ukimwi tu ilikuwa na mipaka. Ikashindikana, watafuta tu dawa za kulinda upange mipango yako ufe. Hata kwenye Ebola akili za binadamu zilifikia mwisho. Watu wakaendelea kufa. Hii imekuwa imefikia mwisho. Dunia ya mataifa makubwa yametikiswa. Tusomee. Sikiliza hii Zaburi. Zaburi 145 mstari 147. Zaburi 147 mstari wa 5. Mstari ule wa 5. Biblia inasema Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu. Akili zake hazina mipaka. Hapo akili zake hazina mipaka. Kwa hiyo kama akili za Mungu wetu hazina mipaka, dunia isikie, twende kwenye hizo akili zisizo na mipaka yoyote, zisizo na mipaka ya corona, zisizo na mipaka ya nini. Mungu huyo tukishika akili zake na neema kuu, wale waliomcha Bwana, wale wenye kumjua Bwana wamepewa neema, ametupa akili. Amen. Kati dunia imekosa akili, tumepewa akili. Sema amen. Amen.
Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Sikilize maneno. Mstari wa Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Tasoma katika jina la Yesu. Neno la Kristo linasema, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili. Naye ametupa nini? Akili Zisizo na mipaka. kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Sawa? Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Amina. Hii ndio akili tuliopewa. Bwana sio sana. Amen. Ambaye kwa hii akili jawabu litapatikana. Amen. Maana haina mipaka. Sema sintakufa. Sitakufa Bali nitaishi. bali nitaishi, Nami nitasimulia nami nitasimulia matendo makuu ya Mungu. matendo makuu ya Bwana. Bwana sio sana. Amen. Unajua corona inacheza siku 7 hapa. Siku 7 hapa. Tunasikia kwa siku hapa. Baada ya siku 7 inaruka kuja hapa. Tunasikia corona nini? Corona sio sawa. Ila washauri wataalamu, kinywa kitu chenye kama moto maji unateremsha tumboni na kufa. Hapa kikaa baada ya kama siku 4 tu hapa. Shako anakapata ile mirija ya mapafu ya kupumulia. Hawaenda kitumboni. Habari inaishia ha? Tunasikia tu mtu kisha lakini imeshikwa ile sehemu ya hewa. Lakini tunayo akili. Akili zisizo na mipaka. Huyu Mungu ambaye akili zake hazichunguziki. Andiko linasemaga hivyo. Akili zake hazichunguziki wala hazina mipaka. Yesu anasema mnajua ya kuwa nimewapa akili. Hasa kama tumepewa akili ya kimungu, tunamwamini Mungu, tunataka tubadilishe oxygen. Hii tunaivuta iwe dawa, iwe uzima, iwe furaha. Waliougua Tanzania na dunia nzima tunasimamisha mauti sasa. Wasife wapone wote. Amen. Wamrudie Mungu wao. Amen. Sema amen. Amen. Mungu anasema mwenyewe hafurahishwi na kifo cha mwanadamu. Hafurahishwi na kifo cha watu waovu. Amen. Sasa akili za dunia zimepiga mpaka wamefutushia na maneno, wengine wanatukana na marais kwa marais huko wanagombana duniani kisa corona. Lakini kitabu cha nani kinatoa suluhisho? Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19. Tasoma katika jina la Yesu. Neno la Kristo linasema, kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima. Ataiharibu hekima yao wenye hekima. Na akili zao wenye akili nitazikataa. Na akili zao wenye akili nitazikataa. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwenye hekima? Tunamtafuta sasa mwenye hekima. Yu wapi mwandishi? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia hii kuwa ni upumbavu? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kuna alama ya question mark. Alama Kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi walitaka ishara na Wayunani walitafuta hekima, bali sisi
tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa kwa Wayahudi ni kikwazo, na kwa Wayunani ni upuuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Mstari wa 26. Amina. Hebu rudi 18. Mstari wa 18. 18. Biblia inasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Amina. Ndio maana Paulo anaandika, anasema Mungu ameamua kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno. Lile la msalaba tunalohubiri, wamekosa kazi, hawana elimu, tunatukanwa, wanakupuuza, wanakucheka. Huo upuuzi ndio Paulo anasema, kwa lile neno la upuuzi amependa kuwaokoa wamchao. Neno hilo la kijinga ndio anasema upuuzi wa Mungu ni hekima ya dunia, na hekima ya dunia ni upuuzi tu mbele za Mungu. Bwana sio sana, ni upuuzi tu. Kwa hiyo neno, na ndio maana farasi wa kijivujivu, nataka rudi pale ambapo tunataka tujue hekima ya Mungu pale. Anasema kamuita kaja farasi, na yule farasi alikuwa amepandwa na aitwaye mauti. Mauti ni kifo. Na sasa tunataka tumwambie Bwana Yesu leo. Anajua sasa tunataka mambo mengi. Abla mambo mengi, tunahitaji tumwambie Mungu abadilishe. Mauti iondoke, uzima utawale. Amen. Maana hapa kwenye hii kwa Korintho tumesoma sasa hivi hiyo Timotheo, ile waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 5 pale mwisho anasema naye ametupa uzima wa milele. Tunataka tudai uzima, maana tunazo akili za kimungu. Dunia imevurugika. Hata vita ya kwanza ya dunia haijawahi kuua watu wengi kwa masaa machache kabisa. Yaani masaa 12 unasikia watu Marekani watu 22,000 wamekufa. Masaa 12. Hebu emergency hiyo. Masaa 12 unasikia watu 4,000 wamekufa. Wapi? huko Hispania. Masaa sio ngapi maiti kadhaa zimeokotwa. Haijawahi tokea kinachoua. Shonaka kideri, najua kideri ni nini? Ule ugonjwa ukiingia mtaani hapa hauonaji kuku hata watu. Nakumbuka kuna kipindi nilikuwa mfugaji wa kuku sana, ilipiga kuku zangu 200 na akabakia mtetea mmoja tu alikuwa uko ndani anatamia. Lile wingu likapita na kuku zangu zote zikafa. Panga naambia watu ukikuta tu amevaa koti, maana lazima mbaya teremke hivi. Chukua kuenda kule, nimetangazia kijiji kizima. Ukikuta tu kama unakula sawa. Ukikuta tu amevaa ameshateremsha kaputi. Beba usiache hivi, beba nenda naye. Sasa watu walikula kuku sana, wengine zikafa, likutupa paka wamekula nini Mungu hawana kazi. Lakini akabakia mmoja. Yeye wakati huo ile wingu linapita yuko ndani. Leo watu wanatakiwa kae ndani ya nini? Ndani ya nyumba kila mtu. Na ugonjwa unaambukiza zaidi kuanzia saa 12 wakati baridi imeshaanza kuingia. Ndio maana nasikia kama Kenya, Uganda watu wafanye kazi mchana 12 kila mtu awe ndani ya nyumba. Awe ndani, akikamatwa nje ni kupiga ni kuua. Wameuawa tayari watu 9 Kenya na mapolisi. Sasa wanasema corona wakati wamekuwa 9. Wanasema corona imeua watu wachache kuliko polisi. Mtu anavuta tu barabarani kupigwa usiku huo, maana anaambia kama yeye anao ugonjwa ataambukiza maelfu ya watu, kwa hiyo afadhali aondolewe. Sasa kwa hiyo kuanzia saa hizo na usiku yote, maana ni saa baridi. Na ndio maana nchi zetu za watu huko Hispania, Amerika, nchi za nani huko kwenye sehemu ya baridi zimeua sana watu. Bwana sio sana. Ndio maana na hata na wewe saa 12 uwe nyumba ukae ndani kama huyo kuku wangu. Baadaye nikapita leo kuku wangu akaanza kutembea. Akatoka na vifaranga.
yuko mzima, akaendelea kulipa vifaranga tena, akalelewa na taga na wale watoto wanakuwa, nikaendelea tena na uzazi kwa sababu mmoja alisalia, alikuwa ndani. Kwa yule wingu lilipopita likaondoka na wale kuku waliokuwa nje wanazunguka. Yule aliyokuwa ndani akapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka tumuombe Mungu leo. Maana tutaki mambo mengi, tunahitaji tumuombe Mungu. Lakini kuna jambo moja Mungu alikuwa ananiambia. Na sijui nilianzia kwenye kanisa hili. Unajua hata leo nilikuwa nimealikwa na Macha. Nikahubiri kwa Macha. Amenisumbua nikamwambia jana usiku. Siji huko. Na kwenda kwenye kanisa ya watu 5. Daraja 2. Kwake yuko huko juu, Macha rafiki mnafahamu. Yuko kule juu nani hii? Machinjio ya nguruwe huko. AAA machinjio ya nguruwe. Sikizi alikuwa huku, Macha wanamfahamu watu wengi. Makasha pataka waumini wengi sana hapa Arusha. Kisa sasa hivi hakuna tena. Sasa sikiza. Nikamwambia mimi napenda kuja daraja 2. Nitakwenda daraja 2 maana yake alishatangulia, tulishaongea. Amelia sana lakini nikasema lazima nije. Bwana sifiwe sana. Kuna neno moja Mungu alikuwa ananiambia niliasisi ndani ya kanisa. Bwana sifiwe sana. Kama kulianzisha hivi. Na jina la hao wataitwa mashujaa. Sema mashujaa. Mashujaa. Sema mashujaa. Mashujaa. Sema neno la upuuzi kwao. Wale. Sema hivyo, sema neno la upuuzi kwa wale. Neno la upuuzi kwa wale. Neno la msalaba kwa wale. Neno la msalaba kwa wale. Ni upuuzi. Ni upuuzi. Lakini kwetu sisi. Lakini kwetu sisi ni uzima wa milele. ni uzima wa milele. Amen. Amen. Akasema neno la msalaba kwao waliopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi ni uzima wa milele. Bwana sasa hilo neno wataitwa mashujaa. Hao watu wataitwa nini? Mashujaa wamjaribuo Mungu. Ndio kuna andiko linasema msisubutu kumjaribu nani? Bwana Mungu wako. Lakini kuna andiko anasema mjaribuni Mungu kwa njia fulani. Na nakumbuka. Leo nataka nifundishe kama mwalimu. Naona tu ni Emmanuel. Emmanuel kweli anasoma Biblia sana. Sasa kiasi naye anapokuwa kwenye mambo ya Biblia. Ni nzuri sana yuko kama mimi. Mimi ni mtu napenda Biblia, naweza nikakusoma. Mimi silalagi haraka. Usiku ndio muda wangu wa kusoma Biblia. Bwana sio sana. Ndio maana unaweza kuona tunasoma tu kama hapa. Natoa tu maandiko hata sipotei. Na ndivyo na najua yanasemaje. Kwa nini? Kwa sababu nimeimeza Biblia. Mwambie kula neno, uwe neno, uhubiri neno. Bwana sio sana. Sema tu hivyo, jisemee, usimgeukie mwenzako. Kile watu wakigeukiana ndio anafanya. Bwana asifiwe sana. Liko wapi ndani hii? Kwenye Malaki. Sawa sawa. Hayo tu inatosha. Malaki anasema mjaribuni kwa njia hii, muone kama sintafungua. Kwa hiyo neno kujaribu ni hapo peke yake na Biblia, hakuna sehemu nyingine. Sehemu nyingine zote inasema usimjaribu Bwana Mungu wako, maana utapigwa teke ufe. Lakini hapo ameruhusu sasa hawa natafuta kundi ambalo litakuwa kila Jumapili. Sema kila Jumapili. Kila Jumapili. Wanaitwa mashujaa. Sema wanaitwa mashujaa wa mjaribuo. Wanaogopa kusema mashujaa wa mjaribuo Mungu. Wanasimama na shilingi 100 ngapi? Ona, Mungu amenipa ufunuo tu. Nasijui kwa nini ngoja kuanzia kwenye watu wachache hivi. Nilikuwa niende huko. Shilingi 1000 ngapi? Shilingi 1000 ngapi? 2000. Pastor akisimama hapa anasema tutatoa sadaka zenu kila kitu. Namaliza sadaka za kawaida zilizoamuriwa na Mungu, fungu la 10 la kawaida zilizoamuriwa na Mungu. Mnafika sasa kwa anasema mashujaa wapite na hiyo 1000 ngapi? Acha nikufundishe mbinu ndugu zangu za kufanikiwa katika ulimwengu. Tusikae kwa Mungu tu ili tuzikwe. Tukae kwa Mungu kwa akili. Biblia imesemaje? Imesema ametupa akili. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Mashujaa. Kwa hiyo na maana wa mashujaa itakuwa kila Jumapili. Pastor asema wangapi watakuwa mashujaa wiki ijayo? Wanafanya mkono aje? Wananyoosha mkono. Kwa hiyo pastor anadumu akiwaombea. Ile siku wanaitwa mashujaa, wanakuja wanatoa zile 2000. Baada ya sadaka, baada ya mafungu ya 10, mwishoni ndio wanafanya vile, alafu wanafanyia maombi. Wale wanaitwa mashujaa, waheshimiwa.
Sema amen. Amen. Wangapi wamenielewa kidogo hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mashujaa. Mashujaa. Amen. Shilingi 200 tu, tena sio hata ifanyika kwa 200, lakini kasema tuanzie, maana tunaangalia hali zilizopo. Hiyo tu hiyo inaitwa ya kumjaribu Mungu, ili nione hiyo mifereji atakayeizibua iliyoziba huko ya baraka zangu, ya mafanikio zangu, ya afya yangu, ya akili juu ya watoto wangu, ya akili darasani, ya akili wapi, kila mahali, Bwana sio sana. Hiyo ni kitu kipana sana. Mungu amenipa ufunuo, ananiambia nataka mashujaa ndani ya watu wangu ambao watasimama na kunijaribu. Maana watu wameacha kumjaribu Mungu, wanamjaribu kwa dhambi. Sasa nafika mahali sasa ngoja nifanye uzinzi, alafu Mungu atakupiga teke. Watu unalia hapo na makamasi yako na toa hapo. Akupiga teke. Bwana sio sana. Mjaribu Mungu, hii ndio njia ya kumjaribu Mungu. Iliyoifungulia isema. Bwana sio sana. Wangapi wamenielewa kidogo? Fanya mkono hivi. Amen. Amen. Sasa tunaanza hivi. Ndaanzia hapa leo. Sio leo ndaanza. Leo bado mimi sigusi. Naanza hivi. Wangapi watakuwa mashujaa wiki ijayo? Mashujaa wa wiki ijayo. Okay, wako 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Kama kanisa zima tu ni wawili wamebakia. Lakini sasa hiyo nimekuelezea, baada ya sadaka, baada ya fungu la 10 ndio wanakuja kikundi cha mashujaa wa mjaribuo nani? Utaniambia baada ya miezi 6 tu mabadiliko yatakayokuwa yameingia katika familia yako, katika maisha yako. Lazima atokee mtu aina hiyo. Bwana sio sana. Lazima atokee Yabesi mmoja katika familia. Na familia imeangukia pua yote hapo, maskini, na watu wanagombania malapa. Maana wengine wanatembea miguu mitupu, mtu anaamka saa 9 usiku, avae malapa ili atoroke. Awe na viatu siku hiyo. Kwa nimeishi familia moja nilikuta Kenya. Yaani wako wengi, yaani wana malapa pea hii. Wengine wote sio wanatembea miguu sakala, inatoka kutembea sakala. Mguu chuma, Kenya enda mguu chuma. Yaani hawana viatu siku hiyo huko mtaani tu. Kwa hiyo inabidi mtu amke saa usiku ili apore malapa, avae atoroke. Aonekana amevaa viatu kama anaenda kuoga. Malapa. Ya jamaa mmoja kwa ndio na mtaa rafiki. Sasa umaskini wa aina hiyo. Bwana sio sana. Unakuta kwenu hakuna, wote ni walevi, wote ni makahaba, wote ni bure, wote hawana nyuma, hawana mwelekeo, hawana chochote. Kuna mmoja tu anafanya biashara ya nyanya ndio wote wanamwangalia hivi. Mzee unakuta ndio kazi yake ni kulani tu. Hata ugoro aninunulie na laani tu, analaani, anamaliza uzi wako kulaani watoto. Anataka ugoro. Pesa ugoro. Yaani imeangukia pua kabisa familia. Lazima atokee Yabesi. Amen. Mmoja atakaye tengeneza mlango. Amen. Familia itapita hapo. Bwana sasa. Kabisa. Lazima ajitokeze mmoja, ajitoe muhanga. Mimi nahakikisha namjaribu Mungu. Lazima atoe mlango kwa hii familia yetu. Tuwezi kukaa tunaishi nyumba za kupanga. Kiangalia kaka mkubwa nyumba ya kupanga, madada nyumba ya kupanga, walipoolewa nyumba za kupanga, baba nyumba wako maisha mabaya, nyumba za kupanga. Lazima atokee mmoja, ajitoe mwanga. Kwenye ile familia ndio hii nasema akili. Tunakutumbukizia akili. Sema akili. Akili. Sema akili. Akili. Ametupa akili ya kumjua yeye. Amen. Utakapoingia kwenye neno la kumjaribu Mungu. Iko na Revelation sura 3. Nijaribuni kwa njia hii. Hebu lisome. Sikiliza hii neno. Soma tu pale, nijaribuni kwa njia, ishia hapo hapo. Maana hata fungu la 10 watu bado wamjaribu, ile ni agizo. Kwamba kama unapata 10,000, fungu la 10 ni ngapi utakuwa utoe? 10,000. 1000 ni ya nani? Si ya kwako, ni ya Mungu. Bwana siwe sana. Naona ni majaribio, hiyo ni kitu kidogo sana. Sasa kujaribu maana yake ni kwenda zaidi ya kile kilichoagizwa. Tufanye kama Colgate. Mtu mmoja, unajua Colgate unapopiga na tumia Colgate, dawa meno. Sasa dawa meno inatoka Colgate. Hamwijui? Watu wanatumia Whitedent, wanatumia Close Up, wengine wanatumia sijui nini. Ziko nyingi lakini best. Kwa maana watu wametoboka meno, yote wametoboka meno. Kwa sababu wanachanganya dawa. Mara leo iko Whitedent,
kesho. Nikufundisha tu vitu vya Kimungu. Bwana sasa vitakusaidia. Kuna watu wakasaidia mbakia na amena haya. Lakini mengine yote yameondoka. Amekuwa kama yule mnyama anaitwa mwanga. Maana mwanga anaga meno hata hivi. Anakaka tu ulimi wake hivi kwenye wale nani. Hata neno la wadudu. Mchwa anajaa anakula, ndio maana anachimba mashimo. Apata vile visuguu. Eka ulimi wanajaa mchwa anakula. Kama ninepa kweli. Hakana meno, akajekewa meno. Anakucha ndefu. Sasa meno kutoboka, watu wanaona lazima upige mswaki usiku, maana vyakula makombo ya vyakula yanabaki kwenye meno yanasababisha mdudu. No, ni kuchanganya dawa za meno. Mimi sina jino hata moja, yote hata lilo tobolewa, yote mapya, yote masafi, kwa sababu natumiaga dawa yangu ni hii Colgate peke yake. Kwa sababu mahali niko tayari nisukutwe na kidole kama unatumia white dentist ya nini. Sije karibu meno yangu. Bwana sio sana. Yaanze kutobolewa. Na kisha hata moja inakwenda pili, inakwenda pili. Au mwisho unaona kwamba pia na hiya. Kimfanyia masana kila hizo kwenda. Mara kidogo atafikia na. Baada sivyo sana. Amen. Jikite kwenye dawa Colgate peke yake. Sasa Colgate alifanyaje? Ngoja kidogo utasoma tu simama hivi. Colgate alichofanya ni hichi. Alikuwa anafanya kazi, ni mtu, jina la mtu eti Colgate. Hata pale ukiangalia unakuta trademark. Kwa hiyo chukua ile nani ya Colgate. Ukisoma ile cover utakuta unasema ni trademark. Ina maana kila mahali duniani inapouzwa kuna pesa inakwenda kwake. Duniani ni Mjerumani. Yes, Mjerumani ni Mwamerika. Huyu Mwamerika alichofanya ni hichi, alikuwa kibarua kwenye duka kubwa sana, kiwanda cha Colgate, lakini yeye ni kama anafanya dukani. Na yule wale baba ni baba na mama, halafu hajapataga mtoto. Na wameshazeeka. Wako naye tu anawafanyia, na wai kazini, anafanya usafi, ndio shughuli zake. Baadaye siku moja akamuita akamwambia, Colgate akawa mwaminifu kwa fungu la 10 kwa mshahara wake anaopewa. Hakosi. Kaka, unajua fungu la 10 ukichelewa hata kulitoa, Biblia inasema kuna faini ya 5. Ya 5 tena. Ndio mletee Mungu. Bwana sio sana. Ina faini zake za kimungu. Sasa imeandikwa na Biblia. Akaenda akawa anatoa fungu lake la 10 mwaminifu. Kidogo siku moja akamuita. Wakamwambia sasa bana, sisi tumeona tumeshazeeka na Wajerumani. Tunarudi kwetu Ujerumani. Mimi na mke wangu, maana tumeshazeeka. Hii kiwanda, hati zote hizi hapa tumekupa, ni mali yako. Akakabidhiwa kiwanda chote cha Colgate. Akaenda akamwambia mchungaji, muujiza. Mtu nayefagia leo nimekuwa ni manager na kiwanda, ni mali yangu. Nimwambiwa na wale wazee wameshaondoka. Kila kitu, wale majumba yote na wale manini, kila kitu nafanya mimi mwenyewe. Na wamesema nikishifika mahali siwezi nini, niwaambie tu. Watanitumia kila kitu ninachotaka tena. Lakini kwa faida yangu hawataka shilingi hata moja. Hebu angalia kwa ajili ya fungu la 10. Baadaye Colgate akafikia hatua. Akaendelea na kazi, akawa sasa kwenye vipindi kanisani, alikuwa mwaminifu sana, akosagi Bible study, akosi vipindi vya maombi, akosi. Amekuwa sasa yuko busy. Yuko nini? Busy na kiwanda. Fungu la 10 hatoi. Haendi kanisani. Anaendesha kiwanda kubwa, boss. Baadaye kiwanda kaanza kuporomoka. Akakimbia kwa pastor. Unajua pastor anafanya kama dustbin. Unajua dustbin? Dustbin ni nini? Ile kuweka matakataka ya vijalala vya ndani ya maofisi. Utakuja mkatasa na tupia huko. Sasa wachungaji wanafanya kama dustbin. Biblia inasema umshirikishe mkufunzi wako katika mema. Katika mema? Sivyo andiko linasema hivyo? Wagalatia sura ya ngapi pale? Umshirikishe 6:7, umshirikishe katika mema yote. Lakini sasa wengi wanashirikisha mkufunzi ambaye ni mchungaji wake katika mabaya yote. Akarudi kwa mchungaji haraka kwa dampo. Akamwambia sasa mchungaji, hali imekuwa mbaya, kiwanda mambo hayasongi na nini. Kwa nini? Kaja anamwambia tu, unajua mwanzoni kupata paka ukaachiwa kiwanda, ulikuwa mwaminifu sana katika ibada, kwa mwaminifu sana katika 10%, kwa mwaminifu katika sadaka zako. Ndio maana Mungu akapitia akakufanyia muujiza. Ulipopata ile muujiza ukadharau ibada, hauji, umekuwa bize, pesa fungu la 10 utoi tena. Ndio maana nimekuwa akasema ndio hivyo mchungaji, nitakachokifanya sasa nitakuwa natoa sehemu ya 9 na kula 10 hivi. Yaani natoa 9, sehemu ya 9 anamjaribu Mungu. Yaani kama ni 10,000 ina maana anakula 1,000. 9,000 zote apeleka kanisani. Mlipuko ukatokea tena ule kiwanda dunia nzima. Colgate alimjaribu Mungu. Tusome. Malaki sura ya 3
Malaki sura ya 3 mstari wa 10, Biblia inasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana. Mkanijaribu. Kwa nini Mungu anasema anataka ajaribiwe hapa? Sehemu nyingine zote anasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Usimjaribu, lakini hapo ameruhusu. Ndio maana tukatengeneza kundi la nani? Kundi la mashujaa wanayemjaribu nani? Mungu. Mchungaji atakuwa akisimamaga, anatangaza kila Jumapili, mashujaa wa wiki ijayo, mashujaa wa wiki ijayo. Ni vizuri sana. Bwana asifiwe sana. Unajua tumekula pesa mingi baa. Nani alikuwa kunyoga pombe hapa? Kwa mlevi. Abela mimi nishakunyoga pombe kidogo. Amna alishakunyoga pombe hapa? Tupo. Unaona? Ulikuwa unatandika ngapi kwenye baa? Nilikuwa natandika za kijijini, maana nilitengeneza kabisa na mamangu. Mnaunda? Bwana sasa Mungu anatoa watu mbali. Bwana sasa. Amen. Bwana sifiwe. Lakini sana mimi nikajifanyaga nikawa mlevi. Mpaka babangu akasema huyo akikamatwa popote uweni. Na pigana, nilikuwa mkorofi na kunywa pombe. Mpaka namfanyia ule waita tu hivi. Anaje hapa kusemeza siongei. Bwana sio sana. Siku moja nikaibiwa mwaka 80. Nikaibiwa shilingi 70,000. Niliachia pombe hapo. Shilingi 70,000. Mwaka 80 ilikuwa ni pesa mingi. Nikaibiwa zote, nilikuwa nafunga safari na kwenda Dar es Salaam. Sema nikasa na huku Ngorongoro, nataka niende. Kaingia Arusha akasema ndogo sana hii. Naenda Dar es Salaam. Kata tiketi na basi moja ilikuwa ya Wahindi. Kwa nini toka nini ile basi ya Wahindi? Nikaenda kafika Idaru akasema nikateremkia Idaru. Sema hata siendi tena Dar es Salaam. Nikateremkia Idaru, nimekata tiketi ya kwenda Dar es Salaam. Kateremkia pale Idaru. Kaa Idaru nikaagiza, akasema wewe niletee ile chupa ya ule. Kwenye bao jamaa amekaa akashusha hii mikono leo ngoja utaona. Konyagi unaifahamu chupa? Hebu angalia vituko. Akasema lazima atashusha hiyo mikono. Kila siku tu yuko hivi. Ile kubwa. Lete ya pili. Kasikia kichwa wewe. Nikakomba. Nitatokaje sasa pale? Nitarudije? Nataka nirudi paka Moshi. Moshi niende KSMC, kaka yangu alikuwa ni dokta. Niende nikamdanganye nimetoka nyumbani, wanakusalimia sana, mama analalamika hata umtumie sukari ili nimtoe pesa ya kuondoka. Sasa nitarudije niko Idaru? Bwana sio sana. Sikiliza tu nikueleze kivisa. Watu watolewa mbali na Mungu. Nikaanza kutembea pale, nikalala siku hiyo, nimejikuta tu asubuhi ndo naamka kwenye ile meza. Haya. Nimelala baa. Pochi yangu ilikuwa hapa, haipo. Kwenye socks ilikuwa nimeweka pesa nyingi. Zingine unajua zamani ilikuwa ni shilingi. Ilikuwa kipindi hiyo ilikuwa 5,000, ilikuwa hakuna. Ilikuwa ni shilingi 100. 100 ndio kubwa. Nakumbuka kipindi 100 ndio kubwa ile ya Morani amesimama. Sasa kumbuka ni nyingi sasa zile pesa. Kwenye socks nimeweka sina hata shilingi. Nikatoka pale kichwa inauma, alafu sijala chochote. Nikatembea kwenye ile town, lakini begi yangu iko, begi yangu. Natafuta kazi. Natafuta nini? Kazi. Nikaenda kwenye hoteli moja, nikaomba kazi, nilipewa gunia la viazi huko nyuma. Nachonga viazi. Hivi lakini uzuri naingia jikoni na kunywa mtori. Nalipwa shilingi 200, haifiki Moshi. Vyombo nimepewa vya kuosha. Masufuria. Yaani unatumbuka na sufuria niko tu mpaka mikono ikikatika hivi. Naosha sufuria. Nalipwa si shilingi 2, sio shilingi kama shilingi 1.5 hivi. Sasa naondoka. Mpaka jioni. Saa moja ndo nimaliza kazi, nikapewa pesa, niondoke sina pa kulala. Nikaenda kakuta mlinzi, wanaolinda sijui ni maduka, nikakaa na mlinzi naota moto. Napiga tu hadithi na mlinzi kwa kuche. Piga story. Lakini Mungu ni kama alikuwa na mimi. Nikaona mtu fulani mrefu kama saa 5 usiku amesimama mahali. Nikamfuata. Nikamwambia ngoja mara moja. Nipe hiyo panga yako. Alikuwa mlinzi anapanga na mkuki. Kama nipe panga. Nikachukua panga nikamfuata yule jamaa. Nikamwambia kwa nini unibia pesa zangu jana? Sio ulinibia pesa zangu jana.
Akasema tulikuwa wengi. Sikia, nataka Mungu anavyojua. Tulikuwa wengi. Tulikuwa wengi na mimi tu niliochukua ni shilingi sijui nilichukua 50,000 ya. Nikamwambia leti pesa yangu hapa na kukatakata sasa hivi. Akanipa pesa nikaweka hapa, nilikuwa nikamwambia yule jamaa chukua panga lako. Nikatembea kwa miguu nikapata lori. Nikapanda lori na hama ule mtaa. Nimerudisha 50 bwana. Niliachia pombe hapo paka na leo sijuagi pombe, mimi nasikia tu kiki. Nasikia sijui nini kwenye redio na Malimi, sijui akunywa sijui Serengeti, sijui pombe inaitwa sijui Bingwa. Sijui nasikia wanaenda cheka tuna majina hapo, yani nasema kumbe niliacha siku nyingi sana. Bwana sio ndio kuokoka mazima. Amen. Sasa kama tuliweza kuenda hivyo mpaka tunaibiwa, tunalala na mlinzi. Pana Mungu, lakini Mungu alikuwa na mimi. Maki kwa napenda kusoma neno la Mungu tangu nikiwa shuleni, mimi ni mtu wa kusoma. Sasa utakuta kuna kagano kangu hapa mfukoni, hata tuko na marafiki zangu. Sasa naenda kujifunza kunywa pombe. Kumbe Mungu ameniita, lakini akanirudishia pesa yangu kiasi kwa kutumia panga. Sasa nimemwangalia tu hivi nasema hapana. Huyu jamaa, huyu mrefu. Akili sasa inaanza kucheka. Alikuwa amekaa wakati mimi nimekaa mahali pale na kunywa, na wenyewe kama alikuwa amekaa pale hivi. Lazima utakuwa unaona nini. Kabla nipe panga mara moja. Nikamwambia nipe tunataka nikate. Kwenye mfumo. Kumbe namfuata jamaa na panga. Arusha pesa yangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo kama tunaweza kunywa hivyo, kwa nini kanisa tusilifanyie kazi? Kwa nini Kristo tusimfanyie kazi? Tulimjaribu shetani na pesa zetu tukanywa. Leo tumjaribu nani? Mungu. Amen. Kunywa chang'aa mpaka miguu ikawa imeotafuta natembea hivi. Pamoja kuponea kwa Yesu ndio miguu ikakaa vizuri. Bwana asifiwe sana. Akaanza kuvaa kiatu. Ajili ya kunywa gongo. Kunywa gongo. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunahitaji kujua, tuwe na akili zisizo na mipaka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ibada tumeambiwa tusizeekee kwenye ibada leo. Ukikaa sana eti mtaambukizana. Bwana asifiwe sana. Leo sasa ngoja tumalize. Unajua hata kuna watu wanakuwa wapelelezi. Kuna mahali nilikwenda kuhubiri kwa nabii mmoja. Kuna watu wanakuwa nikaa hapa nyuma. Nikapiga mimi kaida yangu, mimi sinaga mahubiri ya muda mrefu, nikiamua kuhubiri. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikaamua kuongea kama sasa leo nilikuwa naongea na familia ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tulipomaliza tu chap, ile dakika nimepiga dakika 45 kamaliza. Kuna mmoja mpita mbele. Akasema tulikuja tunasimamia, tunapita kwenye maibada, tunafuatilia watu wamekaaje, tunafuatilia watu wanaabuduje, tunafuatilia watu wanatumia muda gani kwenye ibada. Mchungaji umefanya jambo la vyema sana, maana tungewashika. Tungewashtaki. Akatoa kibali. Kuna watu wamepandikizwa wanapita na kanisa leo. Kwa ajili ya kuangalia watu waliozee wanakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wako ndani ya ibada. Amen. Tusimame. Nitaomba kwa ajili, najua si leo watu apekee watu mikono imekatazwa pia hiyo. Watu waruhusiwa kwa nini? Tunaona wengine walipenda kuwekea watu mikono, kuwekea watu kanisa zima na wekea na kataa. Mchungaji wetu. Madai akaondoka. Bwana asifiwe sana. Kwa nini haturuhusiwi kuwekea watu mikono zama hizi? Zama hizi hata mapenzi imeisha eti. Hamna kitu tena. Ukahaba umeisha. Maana ni maambukizo. Bwana asifiwe sana. Yaani ukimwi umekuwa chekechea. Naona anajifunza kutembea. Alipopitwa na Mr. Corona. Corona anakimbia mbali mno sasa hivi na watu. Anasukuma watu vibaya. Bwana asifiwe. Kwa nitakwenda kuomba kwa ajili ya kikundi cha mashujaa pia. Nitaomba kwa ajili ya kanisa pia. Nitaomba kwa ajili ya neema. Hata kanisa sasa hivi liko na watu 100. Wanaruhusiwa kuingia watu 20 tu. Kwanza. Bwana asifiwe sana. Hairuhusiwi watu wengi. Mkae mbali mbali kutoka mlivyokaa. Kitoka waingie tena ibada nyingine wengine. Na sehemu zingine kama wachungaji nimeona hata wakati maboya yakimzika wakatana na bibi kuvaa nini? Yuko na barakoa anaongelea kuna barakoa huko. Hata umsikii. Hapo yuko ndani ya barakoa. Nazungumzia na umevaa barakoa. Watu wanasimama pale matukuni. Tuko mbali moja kule mwingine. Juzi nimeangalia jamaa mmoja kikosha ifariki. Yule jamaa ni tajiri sana. Niliwekwa hema hapa na kule barabarani. Hapo najua mji mzima, kijiji kizima kitaingia pale cha umma. Mungu kule kibosho. Wamekaa watu 5, mmoja pale mwingine hapa wamekaa.
kwenye ile hema. Hema kagale ilivyo ni ya kubeba watu zaidi ya 8,000 labda 10. Wamekaa watu 5. Wakaenda, maiti kaletwa, ikaenda ikatupwa. Unajua sasa hivi hakuna cha mambo ya majeneza, hakuna cha mambo ya kuosha maiti, hakuna cha mambo ya kuvalisha suti na tai. Hakuna vile unapeleka speed hivyo. Wakaenda kaweka, ikafukiwa. Watu wakatokea kule wale 5. Kila mtu na njia ya, hakuna aliyerudi wapi? Msibani pale. Bwana sio sana. Kila mtu akachapa mwendo kivyake. Tenti kubwa. Sasa kule mgaramika. Tuombe. Jina lako Jehova libarikiwe. Asante kwa sababu ya ibada hii. Ninakushukuru kwa sababu ya lile ulilosema nami ya kwamba unakwenda kuanzisha kikundi cha mashujaa. Watu wako mfalme wa ajabu wamepokea kwa msisimuko, na naomba Bwana ukatende na ukafanye, manake hiyo wanakwenda kukujaribu wewe kwa kile ulichowapatia. Naomba rehema zako ziwafunike na nguvu zako ziwakalie. Uweza wako ukapenye ndani ya mapafu ya kila mmoja, ukasofishe mapafu yao, ukawaweke huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwenye dhiki, mwenye shida, asiyepata usingizi, aliyegubikwa na hofu, aliyekumbatiwa na hofu, mashaka na uoga, Bwana nenda ukamsaidie, ukampiganie kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Na kwenda kuusogeza ulimwengu mbele zako, na badilisha oksijeni yote mfalme wa ajabu ya mauaji, na kwenda kuachilia Bwana oksijeni yako ikapate kuwa ni uzima wa milele kwa watu wako katika dunia nzima, na kwenda kinyume na pepo corona. Halina mamlaka tena ya kuua, la kutesa, kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Unajua corona imeua zaidi wanaume kuliko wanawake. Lakini shanga mama mmoja anapitia pale mjini tu, mvae barakoa, kama mvae barakoa. Kesho yake na bole mama amekufa. Ndio mama pekee ndio si alikufa. Kisha sio mama alipita hapa jana akatuambia vaeni barakoa, amekufa. Lakini wanaume ndio wanajisukumu wengi mno. Wao wanawake mtabakia wengi duniani. Bwana sio sana. Bwana sifiwe. Mungu akubarikini, Mungu awalinde, Mungu awatunze. Sema amen. Amen. Shika ile maneno, farasi wa kijivujivu ndio yuko kazini. Ndio tupambane na farasi wa kijivujivu, na aliyempanda anaitwa kifo ama mauti na kuzimu. Mungu awabariki sana. Karibu mchungaji.